Naam, kutoka ukanda wa Tanganyika, ziwa samaki wengi zaidi duniani, ambapo ukweli hukutana na habari zenye uzito na sauti za Afrika Mashariki na ya Kati husikika bila woga na hofu yoyote. Hii ni Tanganyika FM, mimi ni Lukuzi ya Balezi, langu jina ni Dr. ya Mungu Alinoti. Karibu kwenye habari leo, chanzo chako cha habari za uhakika kutoka Afrika Mashariki na ya Kati. Kutoka ukimya wa vijiji vya mashariki mwa DRC mpaka kelele za siasa za kimataifa, dunia haijasimama hata kwa sekunde moja. Karibu kwenye vichwa vya habari leo 28 Mei 2026. Mapigano makali yaendelea karibu na Rubaya, huku FARDC na wazalendo wakijaribu kurejesha maeneo yaliyopotea. Wakazi wa Masisi na Rubaya waendelea kukimbia, huku hali ya kibinadamu ikizorota zaidi. AFC M23 yaongeza wanajeshi na silaha katika maeneo ya Rubaya na Kibabi. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yaendelea kuripotiwa Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Walikale, mamia ya familia zilizorejea maeneo yao waanza kukimbia tena kutokana na mapigano mapya kuendelea. Mashirika ya misaada yaonya kuhusu ongezeko la mashambulizi dhidi ya wahudumu wa kibinadamu mashariki mwa DRC. Serikali ya DRC yaendelea kusisitiza kuwa operesheni za kijeshi zinaendelea kurejesha usalama Kivu Kusini. Marekani yaendelea kufuatilia vita vya Rubaya kutokana na umuhimu wa madini ya coltan duniani. Wachambuzi wa Umoja wa Mataifa waonya kuwa vita vya DRC vinaingia hatua mpya ya matumizi makubwa ya teknolojia ya kijeshi. Habari kamili. Mapigano makali yaendelea karibu na Rubaya. Mapigano makali yameendelea leo Alhamisi tarehe 28 Mei 2026 karibu na mji wa madini wa Rubaya katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini, kati ya waasi wa AFC M23 dhidi ya FARDC pamoja na makundi ya wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vyetu vya ndani pamoja na taarifa zilizochapishwa na Actualite CD, mapigano yanaendelea katika maendeleo ya Kanyaru, Kibabi na njia ya Rubaya, huku kila upande ukijaribu kudhibiti njia muhimu za kuelekea mji huo wa madini. Wakazi wa eneo hilo wanasema milio ya silaha nzito imeendelea kusikika usiku na mchana, huku baadhi ya vijiji vikibadilisha udhibiti mara kwa mara. Rubaya inaendelea kuwa eneo muhimu sana kwa sababu ni moja maeneo makubwa ya coltan duniani, madini yanayotumika katika simu, vifaa vya teknolojia pamoja na viwanda vya kijeshi. Wakazi wa Masisi na Rubaya waendelea kukimbia. Hali ya kibinadamu imeendelea kuzorota katika maeneo ya Rubaya na Masisi, huku mamia ya familia zikiendelea kukimbia kutokana na mapigano yanayoendelea. Taarifa kutoka mashirika ya misaada zinaonyesha kuwa wananchi wengi wanaelekea Bihambwe, Mushaki, Sake na Goma, huku wengine wakilala nje bila msaada wa kutosha. Baadhi ya wakazi wameeleza kuwa mapigano yanakaribia sana maeneo ya wananchi, na mashirika ya misaada yanaonya kuwa ukosefu wa chakula, maji safi pamoja na dawa vinaanza kuwa changamoto kubwa zaidi kwa watu waliokimbia makazi yao. AFC M23 yaongeza wanajeshi Rubaya na Kibabi. Vyanzo vya ndani katika Kivu Kaskazini vimeripoti kuwa AFC M23 imeendelea kuongeza wanajeshi pamoja na silaha katika maeneo ya Rubaya na Kibabi ndani ya masaa 24 yaliyopita. Taarifa hizo zinaeleza kuwa waasi hao wanataka kuzuia FARDC na wazalendo kusonga mbele kuelekea Rubaya, huku maeneo ya milimani yakitumika kama ngome mpya za kijeshi. Wachambuzi wa usalama wanaeleza kuwa yeyote anayeshikilia Rubaya anapata nguvu kubwa ya kifedha kutokana na biashara ya coltan. Mapigano hayo yanaendelea kuongeza hofu ya kuenea zaidi kwa vita katika maeneo ya Kivu Kaskazini na ukanda mzima wa mashariki ya DRC. Mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yaendelea. Mashambulizi yanayohusisha ndege zisizo na rubani yameendelea kuripotiwa katika maeneo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, huku vita vya mashariki mwa DRC vikionyesha kuingia hatua mpya ya teknolojia ya kijeshi. Kwa mujibu wa wachambuzi wa usalama, ndege zisizo na rubani zimekuwa zikionekana karibu na Rubaya, Nyamelima pamoja na baadhi ya maeneo ya Minembwe.
Mashirika ya Umoja wa Mataifa yanaonya kuwa matumizi hayo yanaongeza hatari kubwa kwa raia, huku baadhi ya mashambulizi yakitokea karibu na vijiji vya wananchi. Wataalamu wanaeleza kuwa vita vya DRC vinaendelea kuwa vya kisiasa zaidi, jambo linalofanya hali kuwa ngumu kudhibiti kijeshi na kisiasa. Walikale, familia zinazorejea zaanza kukimbia tena. Katika eneo la Walikale, mamia ya familia zilizokuwa zimeanza kurejea katika vijiji vyao sasa zinaripotiwa kuanza kukimbia tena kutokana na mapigano mapya. Actuality CD iliripoti kuwa zaidi ya familia 600 zilikuwa zimerejea Banakindi siku chache zilizopita baada ya FARDC na wazalendo kurejesha baadhi ya maeneo. Hata hivyo, mapigano mapya yameanza kuripotiwa tena, jambo linalozua hofu kubwa kwa wananchi waliokuwa wameanza kurejea. Mashirika ya misaada yanasema hali ya usalama bado ni tete zaidi, huku wananchi wakihofia kurudi kwa mashambulizi mapya. Mashirika ya misaada yaonya kuhusu mashambulizi kwa wahudumu. Mashirika ya kibinadamu yameonya kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya wahudumu wa misaada mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa OCHA, idadi ya matukio yanayowaathiri wahudumu wa misaada iliongezeka kutoka matukio 37 mwezi Januari hadi 46 mwezi Februari 2026. Kivu Kaskazini imetajwa kuwa eneo lenye matukio mengi zaidi, ikifuatiwa na Kivu Kusini na Ituri. Mashirika hayo yanaonya kuwa hali hiyo inaendelea kuzuia utoaji wa misaada, huku baadhi ya maeneo yakibaki bila huduma muhimu za kibinadamu. Serikali ya DRC inaendelea kusisitiza operesheni za usalama. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeendelea kusisitiza kuwa operesheni za kijeshi mashariki mwa nchi zinaendelea kurejesha usalama katika baadhi ya maeneo ya Kivu Kusini. Kwa mujibu wa taarifa za serikali, baadhi ya wanajeshi wameanza kurejea katika maeneo yaliyokuwa yamekumbwa na mapigano, huku vikosi vya FARDC vikiendelea na operesheni dhidi ya makundi yenye silaha nzito. Hata hivyo, mashirika ya misaada yanaonya kuwa hali bado ni tete zaidi, huku wananchi wengi wakiendelea kuishi katika hofu ya mapigano mapya. Marekani yafuatilia vita vya Rubaya. Marekani imeendelea kufuatilia kwa karibu mapigano ya Rubaya kutokana na umuhimu mkubwa wa madini ya coltan katika soko la dunia. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa Rubaya ni moja ya maeneo muhimu zaidi duniani kwa uzalishaji wa coltan, madini yanayotumika katika simu, kompyuta na vifaa vya kijeshi. Wachambuzi wa kimataifa wanaeleza kuwa vita vya Rubaya vina athari kubwa kiuchumi duniani, hasa katika sekta ya teknolojia na madini muhimu. Umoja wa Mataifa waonya kuhusu teknolojia ya kijeshi. Wachambuzi wa Umoja wa Mataifa pamoja na wataalamu wa usalama wameonya kuwa vita vya mashariki mwa DRC vinaingia hatua mpya kutokana na matumizi ya teknolojia ya kijeshi kama ndege zisizo na rubani, mashambulizi ya mbali pamoja na ufuatiliaji wa kisasa wa kijeshi. Kwa mujibu wa wachambuzi, hali hiyo inaweza kuongeza madhara kwa raia, huku vita vikizidi kuwa vigumu kudhibiti kisiasa na kijeshi mashariki mwa DRC. Na mpaka hapo sina la ziada. Habari hubadilika kila siku, lakini ukweli hubaki kuwa muhimu milele. Ilikuwa ni Habari Leo kupitia Tanganyika FM, chanzo chako cha habari za uhakika kutoka Afrika Mashariki na Afrika ya Kati. Mimi ni Lukuzi Balezi hapa studioni. Jina langu ni Dr. Mungu Linoti. Asante kwa kuwa nasi. Tukutane katika toleo lijalo.